السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. इन आयत का तर्जुमा ये है कि हम Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu yadahullah taala Ibn Salaziz anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni hivi kwamba na kwa yakini tutawajaribuni kwa jambo la hofu na kwa njaa na kwa upungufu wa mali na watu na matunda, na uwapashe habari njema wanaosubiri, ambao wapatapo msiba husema hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na bila shaka kwake tutarejea. Katika aya hizi sifa za waaminio zimeelezwa zinazopatikana wakati wa msiba na hofu, na wakati wanapopata hasara. Katika hali ile wanakuwa na sifa hizi, au Mwenyezi Mungu asema kwamba mwaminio mkweli anajulikana wakati anapokuwa na sifa hizi, anapobeba sifa hizi. Waaminio baadhi wakati wanapata hasara ya binafsi, baadhi wakati wanapata hasara ya jumuiya, lakini mwaminio hasa ni yule ambaye kwa kupata hasara ya kila aina, kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu anafaulu, na anatakiwa afaulu. Kuhusiana na mada hii, Sayyidina alayhi salatu wassalam katika maandiko yake mbalimbali ameeleza vizuri sana, kwa njia mbalimbali ameeleza mada hii. Sasa hivi ningependa kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusiana na mada hii. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza tafsiri aya hizi ameandika sehemu moja kwamba msiba unaposhuka tusione msiba ni mbaya, kwa sababu yule anayeona kwamba msiba ni mbaya yeye si mwaminio. Mwenyezi Mungu anasema wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljui,
والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. amesema shida hii inaposhuka juu ya manabii basi inawapatia bishara ya neema, lakini shida ile ile inapowashukia watu wabaya inawangamiza. Ilmuradi wakati wa msiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kusema maneno haya tunatakiwa tuseme maneno haya, yani wakati wa shida muumini anatakiwa atafute ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Maisha ya muumini yanategemea sehemu mbili. Akifanya vitendo vizuri anapata ujira wake, lakini subira ni kitu ambacho thawabu yake ni chungu mzima sana. Subira inakuwa na thawabu sana. Mwenyezi Mungu anasema hao ndio ni wenye kufanya subra, hao ni wale ambao waliomtegemea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anafanya sehemu mbili ya maisha yao ya wale watu ambao wanaelewa maana ya subira. Ya kwanza, mwenye subira anapofanya dua Mungu anapokea maombi yake, kama alivyosema Mwenyezi Mungu ud'uni astajib lakum ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Ya pili ni kwamba baadhi wakati Mwenyezi Mungu hapokei maombi ya muumini kwa sababu fulani. Katika hali hii, kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, muumini anatii na anakuwa mtiifu. Inasemwa kwamba muumini anakuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu, hali yake ni kama marafiki mawili. Baadhi wakati anakubali kauli yake na baadhi wakati anamlazimisha afuate kauli yake. Hii ndiyo ni hali ya Mwenyezi Mungu ambaye anakuwa na muumini. Baadhi wakati anakubali maombi ya muumini kama amesema Mwenyezi Mungu ud'uni astajib lakum, na baadhi wakati anawalazimisha waamini kwamba wao wakubali kauli yake. Amesema wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi. Basi kuelewa kitu hiki ni imani kwamba mtu asitegemee, asielekee upande mmoja tu. Amesema muamini wakati wa msiba hatakiwi ahuzunike. Yeye hawezi kuwa mkubwa zaidi kuliko nabii. Kweli ni kwamba wakati wa msiba mapenzi yanapatikana, muamini hapati msiba wowote, lakini badala yake anapata ladha ya hali ya juu. Kisha amesema Sayyidina Muhammad sallam kwamba wapendwa wa Mwenyezi Mungu hawapati msiba kwa sababu ya dhambi zao. Anasema Sayyidina Muhammad sallam muamini wa sifa zake zinajulikana kwa sababu ya kupata msiba. Angalieni msiba na shida aliyopata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika hali ile hulka zake zilijulikana namna gani. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asingepata msiba na shida, tusingeweza kueleza kuhusu hulka zake njema. Ingawa watu wanaona kwamba msiba wa muaminio ni msiba, lakini muaminio haoni kwamba ni msiba au ni shida kwa ajili yake. Amesema hii ni muhimu kwamba muamini aendelee kutubu na aone na ajue kwamba kwa sababu ya tauba anapata maisha mpya. Ikiwa mnataka matunda ya subira, basi muendelee kufanya tubu. Angalieni mkulima anapopanda mti anatia maji na anaangalia mti, vile vile imani ni sawa na mti, na yeye mti huu unakuwa kwa vitendo vya mtu. Kwa hivyo kwa ajili ya kukamilisha imani vitendo ni muhimu sana. Ikiwa vitendo havifanyi pamoja na imani, basi miti itakufa. Na katika hali hii watu wa aina hii watapata hasara. Amesema msione kwamba msiba au majaribio ni mbaya. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an tukufu, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiri sabirin allazina idha asabatuhum musibatun
qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu anasema kwamba sisi tutawajaribuni kwa jambo la hofu na kwa njaa na kwa hasara ya mimea, lakini katika hali hii wale watakaosubiri na wanaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu wabashiria hawa watu kwamba kwa ajili yao milango ya rehema za Mwenyezi Mungu zimefunguliwa na watapata baraka za Mungu. Kwa ajili ya wale watu wanaosema katika hali hii inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yani sisi na vitu vyote ni vya Mwenyezi Mungu na vitu hivi vyote vitarejea kwake, na wao hawapati huzuni kwa sababu ya hasara yoyote, bali wao wanakuwa chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Watu wa aina hii wanakuwa wenye subira, na kwa ajili ya wenye subira Mwenyezi Mungu ameweka ujira chungu mzima. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, baadhi watu wanamlaumu Mwenyezi Mungu kwamba yeye hapokei maombi yetu, au watu wanawafanyia dhihaka mawali wa Mwenyezi Mungu na wanaleta shutuma dhidi yao kwamba maombi yao hayapokelewi. Amesema Sayyidina alayhi salam kwamba wale watu hawajui sheria hii ya Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye anajua, anaye uzoefu wa hali hii, yeye anajua vizuri hali hii. Mwenyezi Mungu ameweka njia mbili za kukubali na kuwalazimisha wakubali. Msiwe sawa na yule mtu ambaye anaelekea upande mmoja. Isije nyinyi kwa kufanya upinzani wa Mwenyezi Mungu mufanye juhudi ya kuvunja kanuni na sheria ya Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina alayhi salam kwamba kwa ajili ya mwanadamu ni njia mbili za kufanya maendeleo, kupata maendeleo. Ya kwanza ni kwamba mtu anasali swala, haji na anatoa zaka, ni yani anafuata sheria ya Mwenyezi Mungu sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini mambo haya yote yanakuwa mikononi mwa mwanadamu, kwa hiyo baadhi wakati anakuwa mvivu katika kutekeleza mambo haya, na baadhi wakati anategemea starehe katika kutekeleza mambo haya. Na njia ya pili ni njia ile ambayo inamshuka moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo inakuwa sababu ya kuleta maendeleo kwa ajili ya mwanadamu. Kwa sababu katika njia ya sheria mtu anatafuta njia za starehe na raha, na anatafuta udhuru mbalimbali. Angalieni kumpatia mtu bakora tukimwambia apige mwili wake, yeye atapenda mwili wake na hatajipiga. Ni nani anayetaka ajitii katika tabu? Ndio maana kwa ajili ya kukamilisha ubinadamu Mwenyezi Mungu ameweka njia ingine, na amesema wala nabluwannakum bishay'in min al-ju'i wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiri as-sabirin allazina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi tunaendelea kuwajaribuni baadhi wakati kwa kuleta haufu, kwa kuleta njaa, kwa upungufu mali na matunda. Lakini katika shida hizi na msiba na kwa njaa, wale watakaosema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wabashirie kwamba kwa ajili yao Mwenyezi Mungu ameweka ujira mkubwa sana na neema kutoka kwake. Angalieni mkulima kwa juhudi sana, analima shamba lake, anarekebisha shima, kisha anapanda mbegu na anafanya juhudi ya kutilia maji. Baada ya kupata shida za aina mbalimbali na kufanya juhudi, mimea yake inapokuwa tayari, baadhi wakati mvua kali inashuka na Mungu anajua sababu yake ni nini, au baadhi wakati kwa sababu ya ukame mimea inakufa. Ilmradi huu ni mfano kwa ajili ya shida zile zinazokuja chini ya kudra ya Mwenyezi Mungu. Zinakuja kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Katika hali hii mafundisho yaliyotolewa ni yanatoa mfano mwema wa kudra ya Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni sifa
ya waislamu tu. Huzuru anasema basi tunatakiwa tuzingatie jambo hili wakati wote, kwamba sisi tusipate wazo hili moyoni mwetu kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu anatupatia hasara kubwa na anatujaribu, wala kwa sababu ya dhihaka ya wapinzani au kwa sababu ya kusema kwa wapinzani ikiwa Mwenyezi Mungu yupo pamoja nani, kwa nini mnapata hasara. Kwa sababu maneno haya tusivunjike moyo. Katika maandiko haya niliyosoma, Sayyidina alayhi salatu wassalam kitu alichotuelezea, naeleza maelezo yake tena mbele yenu. Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kwamba kumbukeni wakati shida na msiba unaposhuka juu ya manabii wa Mwenyezi Mungu au juu ya wapendwa wa Mwenyezi Mungu, na kuhusiana na hii inashuka juu ya jumuiya za manabii wa Mwenyezi Mungu zinazofuata mafundisho yao. Katika hali hii Mwenyezi Mungu anapoleta hali hii, watumishi wa Mwenyezi Mungu wanapofuata njia za ridhaa yake, Mwenyezi Mungu haleti msiba hii au shida hii kwa ajili ya kuadhibu, bali Mwenyezi Mungu anawabashiria bishara ya neema zake. Na wakati shida za aina hii zinaposhuka juu ya mapinzani wa manabii wa Mwenyezi Mungu, zinakuwa maangamio kwa ajili yao, na shida hizi zinawaangamiza. Kisha amesema wale wanaofanya subra wakati wa shida na msiba wanapata ujira mwema kutoka kwa Mwenyezi Mungu bila kuwa na hisabu. Basi mwaminio anatakiwa aelewe maana ya subira ni nini. Si maana ya subira hii kwamba kwa sababu ya kupata hasara mtu asisikitike, bali maana yake ni hii kwamba hasara na shida yoyote inapatikana asipate hali hii kwamba kwa sababu ya hii akose ufahamu wake na avunjike moyo na akate tamaa na asitumie uwezo wake wa kufanya juhudi. Basi kwa kufanya kusikitika juu ya hasara ni sawa, tunatakiwa tuwe na hali hii, lakini kwa mpango mpya mwaminio anatakiwa afanye juhudi zaidi kuliko zamani. Na inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba yule anayefanya subira yeye anajua uhakika wa maombi ni nini. Baadhi wakati Mwenyezi Mungu anapokea maombi moja kwa moja bila kuchelewa, na baadhi wakati kwa sababu ya maslahi kadhaa Mwenyezi Mungu hapokei maombi. Lakini jukumu la maaminio ni kwamba katika hali yote awe radhi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu na asiwe na malalamiko kwa sababu ya vitendo vya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni maana ya subira. Na wakati subira ya aina hii inapopatikana, kisha Mwenyezi Mungu anawapatia ujira waja wake sana na anawaneemesha sana. Sayyidina al-Islam amesema kwamba watumishi Mwenyezi Mungu katika shida na msiba pia wanapata ladha na raha, kwa sababu wao wanaona kwamba kwa sababu ya shida hizi neema za Mwenyezi Mungu zitashuka na fadhila za Mwenyezi Mungu zitakuja. Basi amesema Sayyidina al-Islam kwamba muaminio katika shida na msiba haziji kwa sababu ya dhambi zao, bali inakuwa mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili dunia pia ijue kwamba watumishi wa Mwenyezi Mungu katika kila hali wanakuwa radhi juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina al-Islam kwamba mpendwa kushinda watu wote, wapendwa wote ambaye alikuwa mpendwa Mwenyezi Mungu alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alisumbuliwa sana, alipata shida za aina mbalimbali, yani alipata shida za binafsi na vile vile alipata shida za jumuiya pia.
na shida alizozipata mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu yeyote aliyepata katika maisha yake. lakini katika shida ya kila aina subira ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam na jinsi alivyokuwa radhi juu ya ridhaa ya mwenyezi mungu, mfano wake pia haupatikani duniani kote. hii ndiyo ni hulka njema ambayo ni mfano mwema kwa ajili ya waislamu wote. sainam alah salatu wassalam anatuambia kuhusu tauba halisi, na kwa kutukumbusha kuhusu tauba anasema kwamba hii ni muhimu sana kwa ajili ya kupita katika majaribio mbalimbali. basi mwaminio ni kwamba pamoja na kufanya vitendo vizuri aendelee kutubu, afanye tauba, yani katika kila wakati wa kila shida na wakati wa kila imtihani, kwa kuinama mbele ya mwenyezi mungu akiri kwamba yeye ni mdhaifu, kisha kwa kufanya vitendo vizuri aendelee kurekebisha hali yake. kisha anasema sainam alah salatu wassalam, jinsi mkulima anapanda mti na anatilia maji na anaangalia mti ule, vile vile waaminio pia wanatakiwa mti wa vitendo watilie maji ya imani nzuri. mkifanya hivi, hii itakuwa njia ya kupata ufaulu kwa ajili ya mwaminio. sayyidina al-islam amesema kwamba msivunjike moyo kwa sababu ya maoni ya watu. watu wanasema maneno, hata watu wanaleta shutuma dhidi ya mawali wa mwenyezi mungu pia, kwamba dua yao fulani haikukubaliwa au dua fulani haikukubaliwa. amesema sayyidina al-islam kwamba wale wanaoleta shutuma ya aina hii wao hawajui kanuni na sheria ya mwenyezi mungu. muamini wanajua kwamba mungu baadhi wakati anakubali maombi na baadhi wakati yeye anataka muamini akubali amri yake. sayyidina al-islam ametusihi kwamba msiwe sawa na wale watu ambao wanavunja kanuni hii ya mwenyezi mungu. tukio la kuwaka moto ulipotokea hapa katika msikiti, wakati yule rafiki moja aliniambia kwamba rafiki mmoja ambaye ni si wanajumuia alisema kwamba ikiwa maombi yenu yanapokelewa, kwa nini moto uliwaka, kwa nini mlipata shida hii? yeye alimjibu kwamba mtume sallam, je hakupata shida? je waaminio hawapati shida au msiba katika maisha yao? hazur nasema wale wanaleta shutuma wanaendelea kuleta shutuma, hii ni kazi yao. sayyidina al-islam anasema kwamba msiwe sawa na wale watu wanavunja kanuni ya mwenyezi mungu, wanaenda kinyume na kanuni ya mwenyezi mungu. amesema waaminio wanapata msiba, lakini msiba huu haubaki, unakuja unaondoka. basi subira na maombi na kwa vitendo vyenu mwendelee kuvuta fadhila za mwenyezi mungu, na wakati wote mkipata shida na wakati wote mkipata msiba musema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na muwe miongoni wale wanaosema maneno haya. hawa ni wale watu ambao mwenyezi mungu anawabashiria. wakati mtu anaposema inna lillahi, maana yake ni hii kwamba sisi ni wa mwenyezi mungu. basi sisi kwa kuona shida na hasara tunasema inna lillahi, maana yake ni hii kwamba sisi wakati ni wa mwenyezi mungu. katika hali hii mwenyezi mungu hata tuangamiza, hata tuacha. ikiwa tumepata shida katika maisha yetu, labda kwa sababu ya hii mwenyezi mungu anataka kutupatia neema zaidi, anatutayarisha ili tupate neema zake zaidi. na kwa kusema hii na ilaihi rajiun, sisi kwa kuinama mbele ya mwenyezi mungu tunasema kwamba siku za usoni isipatikane kizuizi chochote kwa katika kupata neema kubwa zaidi. kwa hiyo mola, sisi kwa kuinama kwako tunaomba neema hii kubwa na tunaendelea kutafuta fadhila zako. basi utufanyie tuwe wenye subira na utujalie tuboreshe vitendo vyetu pia,
na utufanyie sisi tuendelee kuinama mbele yako. Hali yetu itakapopatikana katika hali, inshallah maendeleo yatapatikana na maendeleo zaidi yatapatikana kuliko zamani. Uadui wa mdui na dhihaka yao haiwezi kutudhuru hata kidogo ikiwa sisi tumejenga uhusiano madhubuti na Mwenyezi Mungu. Hivi karibuni, kama nilivyoeleza hapo awali, kwamba hapa katika ukumbi mbili ya msikiti moto uliwaka na hasara kubwa ilipatikana, na moto ulikuwa mkubwa sana. Katika TV channels mbalimbali na media iliporusha habari hii ya kuwaka moto, wale watu ambao wanabughudha na husuda mioni mwao walifurahi sana. Nimetoa mfano mmoja mbele yenu, na walisema kwamba ni vizuri msikiti wenu unawaka. Hata wao wanasema huu msikiti wenu si msikiti kwa sababu nyinyi si Waislamu, kwa hivyo sehemu ya ibada yenu inawaka. Kisha na wao kwanza walifurahi, baada walisikitika. Na walisikitika si kwa sababu hii kwamba kwa nini sehemu moja ya msikiti uliungua, bali wao walisikitika kwa nini msikiti wao haukuungua bali ukumbi tu uliungua. Na wao walisikitika sana kwa sababu ya hii ndiyo ni hali ya Waislamu wa siku hizi. Lakini wote si wa aina hii. Kutoka katika maeneo mengine, Waislamu wengine walituhurumia, walituletea ujumbe ya msaada. Sehemu moja ya Waislamu walisema, walituletea ujumbe kwamba sisi tunasikitika kwamba sehemu moja ya msikiti wenu uliungua. Wao walisema miezi kadhaa ilipita msikiti wetu pia uliungua, na kwa miezi kadhaa msikiti ilifungwa, na hivi karibuni msikiti wetu umefunguliwa. Wengine ambao si Waislamu, ambao hawana elimu kuhusu Islamu, wao pia walifurahi, walisema ni vizuri kwa sababu wao wanachuki dhidi ya Waislamu. Lakini majirani yetu na wale watu ambao wanajua jumuiya vizuri ni hawa ambao waliwajibu maswali ya hawa Waislamu wasikuwa na jumuiya na wale wasikuwa Waislamu, na waliwajibu kwamba mnatakiwa muwe na haya kwamba hii ni jumuiya ambayo inafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Kisha kwa kupitia channel mbalimbali za TV na katika njia zingine pia habari hii ilienezwa, ilisambazwa. Katika Ulaya pia habari hii ilielezwa kwamba msikiti mkubwa wa Ulaya ulipata moto, na watu walitoa maoni yao kwamba hawa ni watu kina nani na ni Waislamu aina gani. Kana kwamba kwa sababu ya tukio hili jumuiya ilijulikana duniani kote. Ingawa sisi tulisikitika kwa sababu ya tukio hili, na tulionyesha subira na tulisema inna lillah, lakini Mwenyezi Mungu katika hali hii ya hasara na mtihani aliwasaidia watu na walitoa maoni yao katika kutusifu, na alithibitisha Mwenyezi Mungu kwamba mimi nipo pamoja na jumuiya hii. Haijulikani moto uliwaka kwa sababu gani, polisi bado haijajua sababu yake ni nini, wao hawakutuambia. Lakini inaonekana kwamba moto ulianza kuwaka kutoka katika stori ya jiko ambapo kulikuwa plastiki na vifaa vya plastiki na vitu vingine. Kwa sababu ya hii moto uliwaka haraka sana. Kisha kwa sababu ya mbao ya paa au kwa sababu ya AC moto uliendelea kuenea. Kwa sababu yoyote moto uliowaka, lakini wasimamizi wa hapa unaonyesha udhaifu wa wasimamizi wa hapa. Wao wanatakiwa ufanye istighfar sana. Jinsi moto uliowaka inaonekana kwamba tungepata hasara kubwa sana. Watu wa fire brigade pia wanasema kwamba umesalimika. Moto ulifika, joto ulifika Celsius maelfu na maelfu, na kwa sababu hii wanasema kwamba ungeweza kupata hasara kubwa, lakini hamkupata. Hazuru anasema kwamba
jinsi gani Mwenyezi Mungu anaeleza sifa za jumuiya kwa kupitia wale wasiokuwa waislamu. Hazur anasema media na press pia inapenda kuleta habari yenye chumvi na wanatafuta habari ya aina hii. Mwakilishi wa press fulani wakati tukio la moto lilipotokea alianza kuchukua interview kutoka kwa secretary Ishat wetu nje barabarani. Yeye akauliza kwamba nyinyi mna uhusiano gani na hawa majirani yenu na wao wanasema nini kwa sababu ya tukio hili. Wakati yule mwakilishi mwandishi alipouliza swali hili, gari moja alisimama na mwanamke mmoja mzungu akatoka nje na akasema, mimi ni jirani yenu, mimi naishi hapa karibu na nanyi, na akasema mimi ndipo tayari kuwasaidieni. Vile vile watu wengine pia wakaja, wakilishi wa kanisa pia walikuja pale kwa vyovyote kwa kuona maoni ya majirani hawa moja kwa moja. Yule mwandishi wa habari akasema kwamba mimi nimeshapata jibu la swali langu, mimi sitaki kuuliza swali tena. Hazur anasema upande moja hii ndiyo ni mwenendo wa watu, huu ni mwenendo wa wale ambao si waislamu, na upande mwingine ni mwenendo wa wale waislamu ambao wanafurahi na wanasema subhanallah. Hazur anasema ni sawa ikiwa hawa wanasema subhanallah kwa sababu ya kutufanyia dhihaka na kwa ajili ya kuamsha ghaira ya Mwenyezi Mungu, basi waseme subhanallah. Lakini inshallah hivi karibuni sisi kwa kujenga sehemu ile nzuri zaidi, sisi tutasema subhanallah na sisi tutasema mashallah pia. Hazur anasema kama nilivyosema kwamba kujaribiwa ni sunna ya Mwenyezi Mungu, waamini wanajaribiwa. Hatujui sababu ya moto ilikuwa nini. Ikiwa hii ilikuwa mpango wa maadui, kwa sababu ya mpango wa huu maendeleo ya jumuiya hayawezi kusimama. Kama nilisema kwamba wasimamizi wanatakiwa wazingatie udhaifu wao na wanatakiwa wawe waangalifu zaidi kwa sababu ya tukio hili. Kama niliyosema katika hutuba yangu ya Idi kwamba kuwasha moto na kutupatia hasara, lengo la hawa watu ni kwamba waweze kuangamiza jumuiya ya Mwenyezi Mungu au nabii wa Mwenyezi Mungu, lakini hawa hawawezi kufaulu katika mpango wao. Ikiwa mtu yeyote alikuwa na nia mbaya katika tukio hili, labda hivi hasara kidogo inapatikana. Ikiwa hasara kidogo inapatikana, Mwenyezi Mungu anawabashiria wale wanaofanya subira. Tangu Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam alidai dhidi yake, watu walifanya njama na waliwasha moto dhidi yake, lakini matokeo yake yanapatikana vipi? Matokeo yake ni hivi kwamba tunaona maendeleo ya jumuiya kila mahali. Sasa tunasema kuna moto wa kidhahiri, lakini kuna moto mwingine ambao ni moto wa husuda na bughudha ya manadamu. Ingawa sehemu moja ya msikiti wetu ulichomeka, lakini kama niliyosema, inshallah hasara yetu itatimizwa, na sisi inshallah tutapata sehemu na baraka kutoka katika bishara za Mwenyezi Mungu. Na subra hii na dua hii itatupatia kivuli cha rehema ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu ya moto huu moto ya husuda ya wapinzani pia unawaka. Kama niliyosema, watu wengi walifurahi kwa sababu ya moto huu uliowaka hapa, lakini walianza kusikitika kwa sababu ya hii kwamba kwa nini msikiti wao haukuungua, kwa nini hawa wamepata hasara kidogo sana, wangepata hasara zaidi kwa sababu ya moto huu. Kana kwamba moto uliowashwa dhidi yetu
moto ule pia unawasha wapinzani wa sayyidina alayhi salatu wasalam katika sura ya husuda na bughudha. kazi za jumuiya hazikukwama wakati moto ulipowaka msikitini. Mimi sizungumzi nje ya London na nje ya Uingereza, bali katika hapa London tuliendelea kufanya kazi yetu wakati ule pia, ingawa watumishi wetu kadhaa walikuwa na wasiwasi, lakini kama niliyosema kwamba mtu akipata hasara anasikitika, hili ni jambo la kawaida, lakini mtu hatakiwi shindishe, hatakiwi endelee kubaki katika hali hii. Sehemu kubwa ya nidhamu ya mtia pia ipo hapa, na siku ile ilikuwa programu ya Rahe Huda moja kwa moja, na wasimamizi waliamua kwamba sisi hatuwezi kufika katika studio ya MTA na hatujui kule hali ikoje, labda hatuwezi kuingia pale. Kwa hivyo leo badala ya kuonyesha programu moja kwa moja, sisi tutaonyesha recording ya programu fulani, kipindi fulani. Nilipojua kuhusu mpango wao huu, niliwaambia kwamba kutoka katika msikiti wa Fazl programu itarushwa moja kwa moja, hakuna kizuizi katika mpango huu. Na mzuri anasema mpango, uamuzi wa aina hii hautakiwi ufanywe wenyewe, bali walitakiwa wangeniuliza kabla ya kuamua kwamba tufanye nini. Na jinsi walivyokuwa na mpango wa kurusha recording, ikiwa tusingeweza kurusha moja kwa moja programu, wangepeleka ujumbe huu kwamba kwa sababu ya moto huu nidhamu yetu yote imeharibika. Ilikuwa si hali ya aina hii. Kwa hivyo siku ile Rahe Huda, programu ya Rahe Huda ilirushwa na watu waliuliza maswali na walijibiwa pia. Hazuru anasema kazi yetu si hii kwamba kwa sababu ya hasara sisi tukate tamaa au kwa kuacha kazi yetu tusimame pale kwa kuangalia tamasha. Watu wengi walisimama hapa, walitakiwa wangeendelea kujishughulisha katika kazi zao, bali walitakiwa wangefanya mpango mwingine badala ya mpango ile, kisha wangemtegemea Mwenyezi Mungu. Mir Mahmud Ahmad Saheb siku zile alikuwa hapa. Yeye aliniambia kwamba baada ya kuhamia Rabwa, Wahamadia walipokuja na mji ulipoanza kuimarishwa, wakati ule jumuiya upande wa kifedha ilikuwa dhaifu sana. Ilikuwa mpango wa kujenga nyumba za jumuiya na kujenga misikiti. Ilmuradi ilikuwa kujenga mji mpya katika jangwa. Wakati ule msikiti wa Mbarak ulipojengwa, habari hii ilienea kwamba ujenzi wa msikiti haukufanywa vizuri. Aglaban kuhusu paa walisema kwamba metiri haikutumiwa vizuri. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu akaja kwa ajili ya kusali sala, akasimama karibu na mlango, akaangalia msikiti vizuri na akasema, habari hii imeenezwa kwamba msikiti huu unaweza kubomoka kwa sababu haukujengwa vizuri. Kwa hiyo mfanye utafiti wake, ikiwa jambo hili ni sahihi kwamba ujenzi haukufanywa vizuri na paa inaweza kuanguka, katika hali hii tunalazimika kujenga tena msikiti, basi ni sawa. Ikiwa kuna majaribio mengine kama ilikuwa majaribio ya kuhamia pale, sawa, hii pia ni jaribio pamoja na majaribio haya. Hazuru anasema kwamba wale wanaojua hali ya kifedha ya jumuiya ilikuwaje, wao wanaweza kujua hali ilikuwaje wakati ule. Lakini Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alisema kwamba ikiwa tunalazimika kujenga msikiti, tutajenga msikiti, kwa sababu kuna tofauti kubwa sana baina ya hali ya siku hizi na siku zile. Basi kwa sababu ya mambo haya hatutakiwi tuinjike moyo. Ikiwa tukio hili ni jaribio kwa ajili yetu, sisi tunatakiwa tuahidi kwa vitendo vyetu, tunatakiwa tuthibitishe kwamba kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kumwelekea Mwenyezi Mungu, kwa kufanya maombi, tutafaulu katika majaribio haya pia. Hazuru anasema kwamba ni fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya jumuiya kwamba
upande wa kifedha jumuiya imeimarika. inshallah hasara hii itaondolewa. hasara hii hata kama tulipata kwa njia yoyote, kama ilikuwa kwa sababu ya kutokuwa na uangalifu au ilikuwa kama ni tukio, sababu yake iwe yoyote, inshallah taala sisi tutajenga tena katika sura nzuri zaidi inshallah. Hazur anasema mimi si semi kwamba mutoe mchango kwa ajili ya ujenzi huu, lakini watu wameanza kutuma fedha kwa ajili ya ujenzi, hususan watoto wameanza kutoa mchango kwa ajili ya ujenzi bila kukumbushwa. hata watoto waliokusanya wanatoa mchango vyovyote waliokusanya wametuma. Binti moja wa miaka 7 au 8 alimwambia baba yake, yeye alipouliza maelezo ya moto alisema kwamba sisi tulikuwa tukila chakula katika ukumbi ule, tulikuwa tukicheza na tulikuwa tukifanya function, kwa hiyo tunatakiwa sisi pia tutie sehemu yetu pia, mchango wetu pia. Hii ilikuwa haya alikuwa maoni ya yule binti. kwa hiyo yote niliyokusanya na kupatia, kwa hiyo kwa kusema hii akaleta fedha aliyokusanya. Hazuru anasema ikiwa watoto wa taifa wanakuwa na maoni ya aina hii, ni nani anayeweza kuwapatia hasara? Kisha majirani yetu pia wanatimiza haki yao na wanafanya juhudi ya kutimiza haki. Mirsa aliniambia kwamba mkuu wa shule alituma ujumbe kwamba watoto wa shule kwa ajili ya kujenga sehemu hii ya msikiti wanakusanya mchango na wanataka kusaidia kwa kifedha. Hazur anasema kwamba hulka hizi njema zilizotakiwa waislamu wangeonyesha, wasiko waislamu wao wanaonyesha. sisi tukubali mchango wao, tusikubali ni hiari yetu, lakini wao wali tuheshimu, tunatakiwa tuwaheshimu. Hazur anasema kwamba kama niliyosema kwamba moto ulikuwa kali sana, chuma ilichomeka hivi kama ni kijiti, lakini kwa kuwa na hali hii ofisi kadhaa ilisalimika kama ni ofisi ya wasia, na kuna ofisi ya kadhaa, na vile vile kuna maofisi zingine vile vile MTA pia ilisalimika. Kule ilikuwa vifaa vyenye thamani sana, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu leo kazi imeanza kule katika studio ya MTA, kwa sababu sehemu hii ilikuwa pamoja na ukumbi ule uliungua. Nilipopata habari ya moto nilikuwa na wasiwasi, na kwa hakika nilianza kufanya dua kwa ajili ya sehemu hii ya MTA, kwa sababu mradi wa kuwaka moto katika ukumbi ule maana yake ilikuwa hii kwamba moto unaweza kufika miskitini, lakini Mwenyezi Mungu alileta fadhila zake. MTA library ya MTA imepata kidogo hasara, lakini 70% tulikuwa tumehifadhi sehemu nyingine. Vile vile sehemu ya translation ya library pia ilisalimika, haikuungua. Hazuru anasema kwamba kanda zilizoungua, zilizopata moto, ile si hasara ya aina hii kwamba kwa sababu ya historia yetu imekwisha, kwa sababu sehemu zake kadhaa ya ziara yangu pia imehifadhiwa. Kusalimika kwa MTA ni muujiza wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu pala karibu na studio ya MTA uliungua, na watu walikuja kuzima moto, wao walipata nafasi ya kuzima moto. Vile vile ukumbi wa Tahir na sehemu yote ya msikiti pia ulisalimika. Mwenyezi Mungu alitusalimisha katika hasara ya nafsi pia. Mtu mmoja alikuwa amekaa kwenye maktaba, yeye hakujua kama moto umewaka, yeye hakujua ni nini inatokea nje. Baada ya kumaliza kazi yake anasema, nilipotoka nje nikakuta moshi rangi ya nyeusi sana, nikapata wasiwasi. Nilitoka nje, nilijaribu kukimbia, lakini ilikuwa moshi kali na nyeusi sana, na sikuweza kuona kitu chochote, na nilikuwa siwezi kubreathe. Kwa kushika ukuta
nilianza kutembea polepole na nilikuwa naendelea kufanya dua pia na niliendelea kuunjika moyo pia kwa kuona hali ya pale na niliendelea kufanya dua hii kwamba mwenyezi mungu alimwahidi sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba moto ni mtumishi wa watumishi wake. Basi niliendelea kufanya hivi kwamba mungu uniokoe. Na baadhi wakati nilipata hali kwamba nilikuwa karibu kuanguka, ningeanguka hata kwa sekundi kadhaa. Joto ilikuwa kiasi hiki kwamba angechomeka, lakini kwa kufanya juhudi aliendelea kutembea katika moshi. Hata alifika mlango wa nje, aliona mwanga kidogo. Anasema nilipowasha mdomo, katika mdomo maji rangi ya nyeusi ilitoka kama ni rangi ya vino. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu alimsalimisha, alimkoa. Hii pia ni muujiza. Yeye angeanguka kwa sekundi kadhaa juu ya sakafu, basi angechomeka, lakini Mwenyezi Mungu alifanya fadhila zake. Wenye husuda watazidi katika usuda yao. Kwa hivyo mnatakiwa mufanye muombi sana, mufanye dua hii: rabbi kullu shay'in khadimuka rabbi fahfazni wansurni warhamni allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. na mufanye dua hii pia vile vile fanye dua hii pia: rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ikiwa tukio hili lilikuwa kwa sababu ya kosa letu, tunatakiwa tufanye istighfar pia. Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia tutimize majukumu yetu vizuri na atuondolee udhaifu wetu. Ikiwa hii ni jaribio, Mwenyezi Mungu atufaulu katika jaribio hili na atuteremshie neema zake zaidi kuliko zamani, na atuhisabu pamoja na wale wenye subira ambao anawabashiria, na tuone maendeleo zaidi kuliko zamani. Hazuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu kadhaa. Jeneza ya kwanza ni ya bwana Chaudhry Mahmud Ahmad Mubashir Darwesh marehemu wa Qadian. Alikuwa mtoto wa Chaudhry Ghulam Muhammad Sahab, sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, tarehe 18 wa September katika umri wa takriban miaka 97 katika Qadian alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwenyeji wa Sargodha. 1934 alihamia Qadian katika madrasa Ahmadiyya. 47 alijiunga na wanajeshi. Baada ya kustaafu pale alitoa wakfu maisha yake kwa amri ya halifa wa pili. Alikuja Qadian. Katika Qadian aliwahi kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Aliwahi kuwa kaimu editor wa naibu editor. Aliwahi kufanya kazi katika anjuman. Aliendelea kuangalia shamba la jumuiya pia kule Qadian. alikuwa kadhi wa jumuiya. alitoa huduma zake katika ofisi ya Dawud Tabligh. kisha alistaafu kutoka katika ofisi hii. Alikuwa mshairi pia. Alikuwa akiandika maoni ya watu katika shairi lake. Alikuwa mwenye bashasha, mwenye tabasamu, na alikuwa na shauku sana ya kuwakarimu wa wageni, na alikuwa anajulikana sana kwa sababu ya hulka zake katika jamii. Katika jeneza yake wale walikuwa si Waislamu walishiriki. Alipata watoto wa kiume 4 na mabinti 3. Watoto 2 wanaishi Qadian na mabinti 2, na mtoto mmoja wa kiume anaishi Pakistan. Mgeni yeyote alipokuwa akija Qadian alikuwa akimhudumia sana, awe kama ni rafiki yake au ni mtu ambaye si rafiki yake. Aliishi maisha ya udhareweshi pia kwa subira sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema na awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake. Jeneza ya pili ni bana Khalid Taslim Abasi
wa siria. tarehe 27 wa august 2015 alifariki kwa sababu ya maradhi ya mshtuko wa moyo. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa miongoni wa wanajumuiya wa zamani wa siria. kwa mahubiri ya Amirul Hasani Sahib 1927 alijiunga na jumuiya. alikuwa msaliaji sana na mtu wa kusema kweli na mwaminifu sana, na alikuwa mwema sana. alikuwa akitengeneza, alikuwa fundi wa mbao, alikuwa akiheshimu sana wabashirina, alikuwa waheshimu wengine pia. alikuwa msaliaji sana, alikuwa akiishi mbali sana, lakini alikuwa akija msikitini kabla ya watu wote kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa. alikuwa na shauku sana ya kutoa adhana. alikuwa mzee sana, lakini alikuwa nguvu sana. alikuwa akiwatembelewa na jumuiya, alikuwa akisikiliza hutuba na alikuwa wapelekea watu wengine pia hutuba, na alitimiza ahadi yake mpaka mwisho wa uhai wake. aliwahi kushiriki mkutano wa mwaka kule Rabwa na hapa pia Uingereza. wabashiri wote waliishi pamoja naye na watu wote waliishi pamoja naye walisifu sana kwa sababu ya hulka zake njema. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. labda binti yake moja ni mwanajumuiya, lakini watoto wake wengine si wanajumuiya, na alikuwa akisikitika sana kwa sababu ya hii. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake wapate uwezo wa kujiunga na jumuiya, na Mwenyezi Mungu apokee maombi yake aliyofanya kwa ajili ya watoto wake. jinsi alivyojiunga na jumuiya, tukio lake ni hivi kwamba wakati fulani aliona kwamba mtu mmoja anajadili na shekhi moja na anamwambia kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake, lakini yule shekhi anamuita mkafiri. baadaye akajua kwamba yule ambaye anaitwa mkafiri yeye ni mwanajumuiya. kwa akapata wazo hili kwamba mtu mmoja anazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu lakini mwingine anamuita mkafiri. kwa sababu ya hii aliwasiliana na yule mwanajumuiya na akafanya utafiti zaidi, na kisha polepole kwa kupata elimu Mwenyezi Mungu alimjalia akajiunga na jumuiya. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. jeneza ya 3 anasema labda nimesahau makaratasi nyumbani, sikumbuki jina la huyu marehemu, lakini huyu pia ni mwenyeji wa Syria ambaye siku hizi kwa sababu ya vita kule yeye kwa kupata kibande cha bomu alifariki. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema. mfanye maombi kwa ajili ya hali ya Syria. Mwenyezi Mungu arekebishe hali ya kule. Mwenyezi Mungu aijalie nchi zote za Waislamu kama badala ya kuwaona wawe Waislamu wa kweli na wawe na sifa ya rehemu. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kumpokea imamu zama hizi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر